lake. Utakatifu kama utambulisho wa Mungu kwa watu wake. Kama ulikuwepo Jumatano, unaweza kunipungia, ulikuwepo siku ya ibada ya Jumatano, manake ulikuwepo katika hili somo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi nitaendelea na somo hili la utakatifu kama utambulisho wa Mungu kwa watu wake. Na andiko letu la msingi ambayo tunalisimamia ni Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro 1 mstari wa 15, waraka wa kwanza wa Petro 1 na ule mstari wa 15 na 16. Waraka wa kwanza wa Petro 1 mstari wa 15 na wa 16. Biblia inasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Naomba tusome wote, kanisa la Bwana, hiyo mistari miwili, mstari wa 15 na wa 16. 1, 2, 3. Naomba tuanze tena kwa umoja. Naamini kila mtu ana Biblia, tumezoea kusoma ubaoni na hawaja project. Ila naamini una Biblia yako. Naomba tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Kwa maana wengine Biblia hatuna au wanasoma tu upande huu wengi siwasikii. 1, 2, 3, twende hiyo. Waraka wa kwanza wa Petro 1:15 na 16. Amina. Mungu awabariki. Na tunaona katika mistari hiyo Petro anaandika, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Hapa tunaona anaanza kutaja au kueleza sifa ya Mungu kwamba yeye ni mtakatifu. Na kwa kuwa Mungu yeye aliyetuita ni mtakatifu, kwa hiyo basi na sisi kama tulioitwa na yeye tunaagizwa, maana hilo ni agizo, ninyi nanyi iweni watakatifu. Tunaagizwa kwamba na sisi tuwe watakatifu katika mwenendo wenu wote. Yaani manake katika ukamilisho wa maisha yetu yote, katika mienendo yetu yote. Neno la Mungu inasema ninyi nanyi iweni watakatifu. Kwa hiyo kile ambacho Mungu anakitaka kwetu, Biblia inaanza kumtambulisha. Tunajua utakatifu ni moja ya tabia ya Mungu, ni moja ya sifa ya Mungu, kama alivyo mwema, kama alivyo mwaminifu, lakini Mungu yeye ni mtakatifu. Na ile sifa yake ya utakatifu, sisi kama watoto wake anataka na sisi tufikie kiwango cha utakatifu wake. Tufike katika kile kiwango cha kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Lakini pia ukisoma kwenye Efeso 1:4, Efeso 1:4, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia katika pendo lake. Watu wasiokuwa na hatia. Unaona hata hapa pia Mtume Paulo anatuonesha kwenye Waefeso kwamba kama vile yeye aliyetuchagua kabla ya misingi ya dunia. Unaona lengo la kutuchagua ili tuwe watakatifu. Biblia inasema kwamba ili tuwe watakatifu, watu wasiokuwa na hatia mbele zake. Maana yake kumbe utakatifu ni kutokuwa na hatia mbele zake. Ni kukosa kitu kinachokufanya usiwe mkamilifu mbele za Mungu. Kwa hiyo kama vile ambavyo tunajifunza utakatifu kama utambulisho wa Mungu kwa kanisa lake, utakatifu kama utambulisho wetu, manake sisi kinachotutambulisha
kuwa watoto wa Mungu ni kwa sababu Biblia inasema iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Maana yake tunapoishi maisha ya utakatifu tunabeba utambulisho wa kimungu, tunabeba utambulisho wa kuwa watoto wa Mungu. Na hapa Biblia inasema kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu. Lakini Paulo anasema kwa kuwa alitangulia kutuchagua kabla ya misingi ya dunia ili tufanyaje? Ili tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaona kwa sababu Mungu mtakatifu anapenda na sisi watoto wake aliyotuchagua, aliyotuita katika pendo lake kuvaa tabia ya utakatifu, kuvaa sifa ya utakatifu, kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na waliokuwepo Jumatano mchungaji alikwisha kueleza nini maana ya utakatifu. Ni kutengwa na vitu au mambo ya kawaida kwa ajili ya matumizi ya kimungu. Naposema Mungu ni mtakatifu, ametengwa. Maana yake na sisi tunapokuwa takatifu tunatengwa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya mapenzi yake. Tunatengwa maana yake hatuchangamani na vile vitu ambavyo havitokani na yeye, na yale mambo ambayo sio ya utakatifu ndani yake, au hatuchangamani na uovu. Maana yake katika utakatifu uovu haukai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe Mungu anapenda na sisi tuwe na ile tabia ambayo yeye anayo, tabia ya utakatifu. Na wakati naendelea kutafakari nikaona chochote ambacho Mungu amekiagiza kwa sisi watoto wake tuwe nacho, Mungu anatoa uwezesho wa kukifikia. Jambo lolote ambalo Mungu analiagiza sisi kama watoto wake tuwe nalo, anatoa nguvu, anatoa neema, anatoa uwezesho wa kulifikia. Maana yake ni nini? Kibinadamu, kwa uwezo wa kibinadamu mwanadamu hawezi kuishi maisha matakatifu, lakini kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu ndani yetu, tunaye Mungu anayekaa ndani yetu, yeye anatusaidia sisi kuishi maisha matakatifu. Ndio maana kule kwenye waraka wa Yohana anasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Maana ndani yake Mungu hakuna dhambi, na yeye Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo ile nguvu ya Mungu ndani yetu ndio inayotusaidia sisi kama waamini kuishi maisha matakatifu, sio kwa uwezo wetu, sio kwa mawazo yetu, sio kwa nguvu zetu. Na hakuna mwanadamu angeweza kuishi maisha matakatifu ambayo Mungu anayataka kama hajawezeshwa na Mungu mwenyewe na Roho Mtakatifu akikaa ndani yake. Na chochote kile ambacho Mungu anakitaka sisi tukifanye, kuna uwezesho unatangulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakatifu ambao Mungu anaudai kwetu ya kwamba sisi tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu, ni kwa sababu tayari ameachilia neema inayoweza kumsaidia muamini, inaweza kumsaidia mtoto wa Mungu kutembea, kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutaangalia vipengele vya muhimu vinavyohusu utakatifu. Kipengele cha kwanza tutaangalia utakatifu ni kwa ajili yangu na wewe. Yaani tunapoongea swala utakatifu ni kwa ajili yangu. Sasa wewe jiandikie ni kwa ajili yangu mimi na mtu mwingine, jirani yako na mtu mwingine. Lakini utakatifu ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Na wewe utaniambia hivyo ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Kwa hiyo tunaambizana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaposema kwamba mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu, maana yake kila aliyemwamini wa Kristo Yesu utakatifu unamhusu. Anapaswa, anaagizwa kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaanza kuangalia utakatifu ni kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya kila muamini, ni kwa ajili yangu mimi, ni kwa ajili yako wewe. Kila muamini wa Yesu Kristo, kila mtoto wa Mungu, kila anayemfuata Mungu kama baba, yeye utakatifu unamuhusu. Maana yake usijiondoe ya kwamba mimi siwezi. Na kuna dhana huwezi kuwa mtakatifu duniani. Inawezekana. Ndio maana Biblia inasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora na ndio naopendezwa nao.
wakati wengine wanaamini kwamba hauwezi kuwa mtakatifu duniani, Mungu anawatafuta watakatifu walioko duniani na Mungu anapendezwa nao. Manake inawezekana kabisa kuamua kuishi maisha matakatifu tukiwa bado tuna mwili huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utakatifu ni kwa ajili yangu na yako. Hebu tusome kwenye Warumi 6:14. Warumi 6:14. Utakatifu ni kwa ajili yangu na yako. Ni kwa ajili yetu sisi tuaminio. Manake hauna excuse, yani huna kisingizio cha kusema mimi siwezi kuishi maisha ya utakatifu. Mstari wa 14 Rumi 6, Biblia inasema, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Nitarudia, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa maana hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Maana yake ni nini? Tunaposema utakatifu ni kwa ajili yetu sisi, kwa sababu sisi hatuko chini ya dhambi, hatuko chini ya sheria, sisi hatuko chini ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema dhambi haitawatawala ninyi. Hao ninyi ni akina nani? Ni waaminio, ni watu waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndio maana nasema utakatifu ni kwa ajili yangu mimi na wewe. Yaani na wewe unasema ni kwa ajili yangu. Wewe unapaswa kuwa mtakatifu, mimi ninapaswa kuwa mtakatifu. Kila muamini wa Yesu Kristo anapaswa kuwa mtakatifu. Kwa nini anapaswa kuwa mtakatifu? Kwa sababu tunaona Mungu anasema kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, kila mtu basi ambaye ameitwa na yeye anapaswa kuwa mtakatifu. Sasa kama utakatifu ni kwa ajili yetu, na hapa Biblia inasema kwamba dhambi haitawatawala ninyi. Ninyi ni sisi tuaminio. Dhambi haitawatawala ninyi. Kwa nini tunasema utakatifu ni sehemu yetu sisi? Kwa sababu adui mkuu wa utakatifu ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui mkubwa wa utakatifu ni dhambi. Maana yake ni nini? Kama dhambi haina nguvu ya kututawala sisi, maana yake utakatifu ni sehemu yetu. Maana yake kama dhambi haina uhalali wa kumtawala mtu aliyeamini, maana yake mtu huyu anakuwa katika fungu la utakatifu. Kwa sababu adui mkuu wa utakatifu ni maisha ya dhambi. Ni dhambi, ni kwenda kinyume. Tunajua kabisa Petro waraka wa kwanza Yohana anasema dhambi ni uasi na kila afanyaye dhambi afanya uasi. Maana yake kumbe kama sisi dhambi haitatutawala sisi, dhambi haina nguvu juu ya maisha yetu, kumbe kuishi maisha matakatifu ndani ya Kristo Yesu inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Kwa hiyo tumeitiwa maisha ya utakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Anatutaka na sisi tuwe na utakatifu. Na tunaona hapa Biblia inasema dhambi haitawatawala ninyi. Manake kama bado kuna maisha ya dhambi yanakungangania, rudi umwambie Yesu ya kwamba mbona bado dhambi inanitawala? Iko shida gani? Wakati neno lako linasema dhambi haitawatawala ninyi. Kwa nini? Kwa sababu hamko chini ya sheria bali mko chini ya neema. Manake Kristo Yesu anakaa ndani yetu. Unaona katika ule wakati wa Musa aliposhusha Mungu zile sheria, amri, wakawa wanaishi kwa sheria. Walikuwa wana sheria lakini bado walikuwa wanazivunja sheria, lakini bado hawakuishi sawasawa na zile sheria zilivyotaka. Sasa Mungu anasema ninyi mko chini ya neema. Maana yake Yesu Kristo anakaa ndani yenu, Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu, uwezesho wa kushinda dhambi uko ndani yenu. Hivyo inawezekana kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo dhambi haina sehemu kwenye maisha ya muamini. Haina utawala. Tunaposema dhambi haitawatawala, maana yake mtu aliyemwamini Yesu hayuko tena chini ya mamlaka ya dhambi. Dhambi haina nguvu juu yake. Maana mamlaka ya Yesu Kristo iliyoko ndani inatupa sisi nguvu ya kushinda dhambi. Na kama basi tuna nguvu ya kushinda dhambi na dhambi haitutawali, tayari tunaweza kuishi maisha matakatifu. Kwa sababu adui mkuu wa utakatifu ni nini? Ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tukisoma kwenye Thessalonike wa kwanza 4:3-7. Wathessalonike wa kwanza 4:3-7. Roland upo au umeshatoka? Unisaidie kusoma maandiko. Mtu mmoja awe anafunua Biblia kwa haraka na nisaidia kusoma kwa sababu na vifungu vingi.
Wathesalonike wa kwanza 4:3 hadi 7. Biblia inasema, Wathesalonike wa kwanza 4:3 hadi 7, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati, na kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi, na haya yote kama tulivyowaambia kwanza tukashuhudia sasa. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu hakutuitia nini? Uchafu, bali tuwe katika utakaso. Ndio maana hapa anasema utakatifu ni kwa ajili yangu na ni kwa ajili yako. Kila muamini anapaswa kuwa mtakatifu. Naona na hapa pia Mtume Paulo anasema Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Maanake tuwe katika utakatifu, tuwe katika maisha yanayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tukienda kwenye Efeso 4:22 na 24, wa Efeso 4:22 na 24, nakupa maandiko mengi ili ujue kabisa kwamba utakatifu ni sehemu ya muamini na kila muamini anapaswa kuishi maisha matakatifu. Wa Efeso 4:22 hadi 24, Biblia inasema, mvue kwa habari ya mwenendo wa utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho za nia zenu, mvae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Katika haki na utakatifu wa kweli. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, mvae utu mpya. Utu mpya umeumbwa katika haki na utakatifu wa kweli. Na sisi tulioamini tumevaa utu mpya. Manake kama tumevaa utu mpya, manake utakatifu ni sehemu yetu, maisha ya haki ni sehemu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Ufunuo 22:11, Ufunuo 22:11, Biblia inasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi, jamani, mtakatifu na azidi kutakaswa. Kwa hiyo sasa hapa utaona kabisa kama ambavyo nimesema, utakatifu ni sehemu ya kila muamini. Yaani utakatifu usiseme sisi wengine hatuwezi. Kila muamini, mimi na wewe na kila aliyeokoka anapaswa kuishi maisha matakatifu. Na hayo maandiko kadha wa kadha ambayo tumeangalia, unaona yanaonesha kabisa kwamba kila aliyeamini anaweza kuishi katika maisha matakatifu. Sasa kwa nini tunashindwa kufikia viwango vya utakatifu ambao Mungu anautaka, wakati dai la Mungu ni kila mtu iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu? Manake sisi kama watoto wa Mungu, sisi kama wana wa Mungu, tuna nafasi ya kutembea katika utakatifu. Na kama maisha ya utakatifu ni kwa ajili yetu, utakatifu ni kwa ajili ya kila muamini. Sasa vitu gani vinasababisha watu waaminio kushindwa kuishi maisha matakatifu? Jambo la kwanza ni mtazamo tulionao juu ya dhambi. Mtazamo tulionao juu ya dhambi. Our attitude towards sin. Mtazamo unaokuwa nao kuhusu dhambi au juu ya dhambi. Mtazamo unaokuwa nao juu ya dhambi. Yaani wewe dhambi unazichukuliaje? Mtazamo tunaokuwa nao kwa habari ya dhambi, huwa unaweza ukakuamlia uishi maisha matakatifu ama ushindwe kuishi maisha matakatifu. Kwa nini watu wanashindwa kufikia viwango vya maisha matakatifu ya Mungu? Ni ule mtazamo tulionao juu ya dhambi. Sasa tusome maandiko, tumwangalie Daudi, mtazamo yeye aliyokuwa nao juu ya dhambi. Samueli wa pili 12:13. Samueli wa pili 12:13. Tuangalie Daudi alikuwa na mtazamo gani juu ya dhambi. Mtazamo ulionao unaweza ukakusababisha
uweze kufikia kile kiwango cha utakatifu wa Mungu au hapana. Samueli wa pili 12:13. Samueli wa pili 12:13, Biblia inasema, Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi, naye ameiondoa dhambi yako, hautakufa. Na Zaburi 51:4, Zaburi 51:4, ili nielezee kwa pamoja, maana hizo zote zinamhusu Daudi. Zaburi ya 51:4, na mara nyingi tunaisoma ile toba ya Daudi. Zaburi 51:4, Biblia inasema, nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya uovu machoni, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Nitarudia, Zaburi ya 51:4, nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Hii Zaburi na hii Samueli ambayo tumeisoma, haya yote ni maneno ya Daudi. Hii Samueli anasema nimefanya dhambi. Daudi anasema, akamwambia Nathan. Ukisoma habari nzima unaona baada ya kuwa Nathan amekuja na fumbo, akamfafanulia fumbo, Daudi akaelezea kuhusu fumbo, alafu Nathan akamwambia, ni wewe mfalme, wewe una wake wengi hapa imani mwako, lakini umeenda kuchukua mke wa Uria, umeiba mke wa mtu. Ndipo Daudi akamwambia, nimefanya dhambi, nimemfanyia Bwana dhambi. Sasa mtazamo tulionao juu ya dhambi unaweza ukasababisha mtu kushindwa kufikia kiwango cha utakatifu wa Mungu. Kwa nini? Tunaona katika haya maandiko mawili ambayo tumesoma kumhusu Daudi. Daudi alikuwa anajua anapofanya dhambi anamkosea Mungu. Yaani dhambi ni kinyume na Mungu, sio kinyume na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani alikuwa anajua anapofanya dhambi, mtazamo aliokuwa nao na ambao ndio sahihi ni kumkosa Mungu, ni kumkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana yake ni nini? Kama utakuwa na mtazamo ya kwamba ninapofanya dhambi ninamkosea Mungu, kabla sijamkosea mchungaji, kabla sijamkosea mzee wa kanisa, kabla sijalikosea kanisa, mtu wa kwanza au naye mwathiri, ninapofanya dhambi ninaathiri mahusiano yangu na Mungu. Ninamkosa Mungu kwanza kabla ya kitu kingine chochote. Ule mtazamo ukiwa nao hivyo, maana yake ni nini? Utajilinda na kuepuka maisha ya dhambi, kwa sababu unajua kila wakati unapofanya dhambi unamkosa Mungu. Ndio maana hapa Daudi anasema, Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Mke si aliiba wa nani? Mke alikuwa ni wa nani? Alikuwa ni mke wa Mungu yule. Jamani, yule mke aliiba alikuwa ni mke wa Uria. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi ameiba mke wa Uria, akaja akamua na Uria, lakini alipoonyeshwa dhambi zake anaonesha kabisa kile alichokifanya kilikuwa ni kinyume na Mungu. Kabla ya kuwa kinyume kwa wanadamu, kabla ya kuwa sio cha kufurahisha kwa wanaomzunguka, lakini kwanza amemkosea Mungu. Sasa manake ni nini? Sisi kama waamini lazima tujue kwamba tunapofanya dhambi, mtazamo sahihi, kwanza unamkosa Mungu, kwanza unafanya kinyume na Mungu, kwanza unakwenda kinyume na Mungu aliyekuita. Manake kitu ambacho kinatokea kwanza, unatengeneza kufarakana na Mungu, kwa sababu dhambi, Mungu hakai kwenye dhambi, maana yeye ni mtakatifu, na utakatifu wa Mungu ametengwa na dhambi na kila aina ya uovu. Na ndio maana sisi kama watoto wa Mungu, ili tukae na Mungu, Mungu anatuita tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Utakatifu ambao tunaweza kuwa nao sisi unatupa sifa, unatupa kibali cha kukaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiwa na mtazamo kwamba ninapofanya dhambi ninamkosa Mungu na wala sio mwanadamu, utaepuka maisha ya kuishi maisha ya dhambi, ukijificha watu wasikuone, ukidhani uko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna wakati
unataka kufanya jambo baya, macho yako yanazunguka kuangalia watu. Hivi hapa nani ananiona? Hivi hapa kuna mshirika mwenzangu? Hivi hapa wanajua kuwa nimeokoka? Hivi mahali hapa kuna mtu wa NLCC anayenifahamu? Unajidanganya. Kila dhambi, cha kwanza tunaanza kumkosa Mungu. Mahali popote mwanadamu au mtu wa Mungu au mwamini anapofanya dhambi, kwanza anamkosa Mungu, anafanya kinyume na Mungu. Na uzuri, Biblia inasema macho ya Mungu yako kila mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na huu mtazamo, hakutakuwa na dhambi za siri. Tunasema dhambi za siri kwa sababu mwanadamu mwenzako hajui. Labda mshirika mwenzako, mume wako, mke wako, wazazi wako, una vitu vyako vya siri unavifanya. Kwako itakuwa ni siri, lakini kwa Mungu hakuna siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtazamo wetu ukiwa kwamba kila tunapomkosea Mungu tunaenda kinyume na Mungu, bila kujali muamini ameniona, mshirika mwenzangu ameniona, mahali hapo palikuwa na mzee wa kanisa, sio shemasi ameniona. Manake cha kwanza akili yako, moyo wako utajituni. Chochote ambacho kinyume na neno la Mungu ni kumkosa Mungu. Chochote ambacho kinyume na maelekezo ya Mungu ni kumkosa Mungu. Iwe mwanadamu ameniona, hajaniona, chochote ninachokifanya madam ni kinyume na neno la Mungu, madam ni kinyume na maagizo ya Mungu, ninamkosea Mungu. Mtazamo huo utatusaidia kuendelea kutunza na kuishi maisha matakatifu. Ndio maana nimesema mtazamo unaokuwa nao juu ya dhambi unaweza kukufanya uendelee kuishi maisha ya dhambi na kushindwa kufikia kiwango cha utakatifu. Na je, nikuulize swali, kanisani au katikati ya waaminio hakuna watu ambao wanaishi maisha ya dhambi? Nijibuni waamini, katikati ya kundi la waaminio hakuna watu wanaoishi maisha ya dhambi? Wapo. Kwa nini wanakuwepo na kanisani wanakuja? Mwingine anasema hakuniona mtu. Hakuna anayejua. Mchungaji hajui, mzee wa kanisa hajui, mama na baba hawajui, mume wangu hajui, mke wangu hajui. Unaingia unakaa kwenye kiti, unamfanyia Mungu ibada, unatoa mpaka sadaka unaleta kwenye madhabahu ya Mungu, lakini ndani yako unajua kabisa kuna jambo haliko sawa na Mungu. Sasa mtazamo wako ukiwa kwamba kila napofanya dhambi ninamkosea Mungu, utaepuka bila kujali ni nani anakuona, ama unadhani ilikuwa ni siri kwa sababu hiyo dhambi ilifanyika nje ya mkoa wa Dodoma au ilifanyika mahali ambako hakuna anayekufahamu. Huo mtazamo ndio unasababisha watu wanaendelea kuishi maisha ya dhambi. Wanakaa kanisani, ni waamini, wameokoka, lakini bado anaendelea kufanya vitu ambavyo ni kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maisha yetu tunapokuwa watoto tulioitwa na Mungu, dai la Mungu ni sisi tuwe watakatifu mahali popote tunapokuwa, sehemu yoyote tunayokuwa, na mtu yeyote tunayokuwa naye, ni kufanya maisha yetu katika utakatifu, ni kuishi maisha katika kile kiwango cha utakatifu. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na mtazamo sahihi juu ya dhambi na namna ambavyo Mungu anaiangalia dhambi, utaepuka dhambi bila kujali ni nani aliyoko au unazungukwa na nani. Kwa hiyo sisi kama watu wa Mungu na watoto wa Mungu turudi katika kile kiwango cha utakatifu wa Mungu. Ni shauku ya Mungu, ni dai la Mungu ya kwamba sisi tuwe watakatifu. Ndio maana kwenye Efeso tumesoma, Biblia inasema kwamba yeye aliyetuchagua kabla ya misingi ya dunia ili tuwe watakatifu. Kwa hiyo kumbe lengo lake pia la kutuchagua sisi tuvae tabia yake, tabia ya utakatifu tuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Kwa hiyo mtazamo unaokuwa nao juu ya utakatifu wa Mungu au juu ya maisha ya dhambi unaweza ukasababisha ukawa umeokoka, uko kanisani na unaendelea kuishi maisha ya dhambi. Na kumbuka, adui ya utakatifu ni nini? Ni dhambi. Dhambi ikiingia, utakatifu umeondoka. Mahali penye utakatifu dhambi haikai, na mahali penye dhambi utakatifu ukai. Kwa hiyo aidha uwe mtakatifu au uwe mtu unaishi maisha ya dhambi. Hivi havikai mahali pamoja, kama vile maji na mafuta haviwezi kuchanganyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili, kumbuka pointi kubwa nimesema, utakatifu ni kwa ajili ya kila muamini. Yaani utakatifu, kila aliyeokoka, mimi na wewe tulioko unayenisikiliza, tunapaswa kuwa utakatifu. Hakuna mwenye excuse, yani hakuna mwenye kisingizio kwamba mimi siwezi kuishi utakatifu. Nilisema kwanza tumepewa neema, tumepewa uwezesho wa Mungu ndani yetu kuweza kufikia kiwango cha utakatifu.
Ndio maana Mungu anasema watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio naopendezwa nao. Sasa tuko tunaangalia sasa, kama Mungu anataka tuwe watakatifu na yeye tuita ni mtakatifu, ametuagiza tuwe watakatifu, kwa nini inashindikana waamini kuishi maisha matakatifu? Tumeona jambo la kwanza ni mtazamo wa mtu anaokuwa nao kuhusu dhambi. Ndio tumeona mfano wa Daudi. Daudi alikuwa akifanya dhambi, yeye anajua amemkosa Mungu, yaani amefarakana na Mungu. Ameiba mke wa Uria, ni kweli ameikwaza ile jamii, labda ndugu wa Uria, na Uria amemuua, lakini alipokuja kuonesha dhambi zake alisema nimemkosa Mungu wangu, nimefanya kinyume na Mungu, nimetenda kinyume. Sasa ule mtazamo ukiwa hivyo utakulinda usiwe mtu wa kuingia kwenye maisha ya dhambi na kurudi nyuma. Nakumbuka tumesema dhambi haitatutawala sisi tena, maana sisi hatui chini ya sheria, tuko chini ya neema, maana yake ndani yetu kuna uwezesho. Kwa hiyo katika jina la Bwana Yesu nakusihi na wewe upokee mtazamo sahihi katika kuhusu dhambi, ili usiingie, usiangukie, usirudi kwenye maisha ambayo hayampendezi Mungu. Una utambulisho wa kuwa ni mtoto wa Mungu, lakini unakosa sifa za kuwa mtoto wa Mungu. Unakosa sifa na tabia ambazo Mungu anazo na zile ambazo ametuagiza sisi tuwe nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo jingine ambalo linasababisha watu kushindwa kufikia kuishi maisha ya utakatifu ni uelewa hasi juu ya maisha ya kuishi kwa neema na kuishi kwa imani. Uelewa hasi, misunderstanding, yani kushindwa kuelewa, yani uelewa hasi juu ya kuishi kwa imani na kuishi kwa neema. Jinsi watu wanavyoitafsiri neema, wanadhani kwamba sasa unaweza kuendelea kuishi maisha yoyote unayotaka wewe, hiyo ndio neema inavyotaka hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa uelewa huo, ukiwa na uelewa namna hiyo, maana yake ni nini? Bado utakiri umeokoka, lakini utaendelea kuishi maisha yasiyompendeza Mungu. Utaendelea kutembea katika dhambi. Na hapa tuangalie Galatia 2:20. Naomba mtu anifungulie hapo na asome. Galatia 2:20. Ukifika naomba unisomee kwa sauti. Galatia 2:20. Naomba rudie tu mstari mmoja wa 20 tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo Paulo anaongea, anasema maana uhai nilionao ninao katika Kristo Yesu, sio mimi tena bali ni hai katika Kristo. Maana yake ni nini? Ndiyo tunapaswa kuishi kwa imani, ndiyo tuko chini ya neema, tumeokolewa na tunaishi maisha ya neema. Hiyo haitupi sisi uhalali wa kuishi maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haitupi sisi uhalali, yani haitupi sisi sababu ya kuona kwamba tuendelee kuishi vile tunavyotaka sisi kiolela tu, yani kwamba vyovyote vile utakavyoishi, neema ya Mungu imetulipia kila kitu, neema ya Mungu inatufanya tufanye tunavyotaka sisi. Sivyo. Ndio maana Biblia inasema kwamba neema ya Mungu iliyofunuliwa kwetu inatufundisha kukataa uovu wa kila namna. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu tusome kwenye Tito sura ya 2 na ule mstari wa tuanzie wa 10, japo kiini ni 11 na 12. Wasio waibaji tena, bali waoneshe uaminifu mwema wote, ili wayapambe mafundisho ya Mwokozi wetu Mungu katika mambo yote. 11 ambao ndio kiini. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Hiyo neema inafanyaje? Nayo yatufundisha kukataa ubaya
na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo maisha ya neema ni maisha ambayo yanafundishwa kukataa ubaya wa kila namna. Kuwa katika neema haitupi uhalali sisi kama watoto wa Mungu kuishi tunavyotaka, kwa sababu kuna watu wameitafsiri neema vibaya, kwamba sasa kwa sababu tuko chini ya neema, fanya unachotaka, hauhukumiwi tena, haudaiwi tena. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimesema mtazamo mbaya au mtazamo hasi juu ya kuishi kwa imani au kuishi kwa neema. Maana yake ni nini? Kwamba utakatifu lazima kuwepo, kuna jitihada ya muamini ili kufikia viwango vya utakatifu wa Mungu. Yaani kwamba hulali ukaamka wewe ni mtakatifu, kila kitu umeshinda. Lazima kuwa kuna jitihada ya wewe muamini, ya mimi muamini, kutafuta viwango vya utakatifu. Lakini hapa neema, Biblia inasema neema inatufundisha. Maana yake hii, kama wewe uko ndani ya neema, hiyo neema ambayo iko ndani yako itakufundisha ukatae ubaya. Sio ukumbatie ubaya, ukatae ubaya wa kila namna. Hiyo ndio kazi ya neema. Neema itakuongoza katika haki. Na hapo amesema, ametaja mambo matatu. Anasema maanayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, moja, kwa haki, tatu, kwa utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Ulimwengu wa sasa ni hapa duniani kabla hatujaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu huu tulioko sasa, huu wa mwili wa damu na nyama ambao tunauona, huu ambao tunauishi. Kwa hiyo kumbe ile neema ambayo Yesu Kristo alileta, ukisoma katika Yohana 1:17 na 18 anasema Yesu ameleta neema. Musa alileta sheria, lakini Yesu ametuletea neema. Na kila anayemwamini Yesu anaingia katika neema. Lakini hiyo neema ambayo ameileta inatufundisha kukataa ubaya. Maana yake kukataa dhambi, kukataa uovu, kukataa maisha yasiyompendeza Mungu, ili tuishi kwa haki, ili tuishi kwa utauwa, ili tuishi kwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usitafsiri tofauti, usitafsiri kimakosa neema na kuishi kwa imani. Kuna wajibu ambao mimi napaswa kufanya ili kufikia kuishi maisha ya utakatifu. Yaani kuna jukumu la mimi kama mwamini ambalo napaswa kupambana kuendelea kuishi maisha matakatifu kila itopo leo. Ndio maana tunasema mtakatifu nazidi kutakaswa. Mtakatifu nazidi kutakaswa. Kila wakati tunazidi kutakaswa kufikia zile tabia za Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili. Kwanza nimesema mtazamo unaokuwa nao juu ya dhambi unaweza ukasababisha ukashindwa kuishi. Lakini mbili, nimesema uelewa hasi juu ya kuishi kwa imani na kuishi katika neema. Ukishindwa kuelewa hivyo vitu, unaweza ukasema mbona huu ni wakati wa neema, nifanye dhambi, neema ipo. Ndio maana kule Paulo anauliza, je, kwa sababu neema ipo tuzidi kudumu katika dhambi? Alafu Paulo anasema la hasha. Si kwamba neema imekuja ili sisi tuzidi kuendelea kuishi maisha yasiyompendeza Mungu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, kwa hiyo utakatifu, kwenye hiyo pointi ya pili, kitu cha msingi kujua kuna wajibu ambao mimi kama muamini, wewe kama muamini, kama mfuasi wa Mungu, kama mtoto wa Mungu, tunapaswa kufanya kila siku ili kuendelea kufikia vile viwango vya utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kuendelea kuishi maisha matakatifu, kuna wajibu ambao mimi na wewe tunapaswa kuufanya. Tunapaswa kuufanya. Lakini jambo la tatu, namna ambavyo tunachukulia baadhi ya dhambi. Namna ambavyo tunachukulia baadhi ya dhambi. Na sasa tumejigawanyia dhambi kubwa na dhambi ndogo. Hiyo tumegawanya sisi. Hakuna mahali Biblia imetaja hii dhambi kubwa, hii dhambi ndogo. Namna ambavyo tunachukulia sisi sasa. Namna ambavyo tunachukulia baadhi ya dhambi. Na kuna dhambi tumezifanya kuwa yani sio issue sana, yani kama ni sehemu ya maisha. Sasa hebu tusome wimbo ulio bora 2:15. Uangalie hayo mambo madogo madogo yanavyoweza kutugharimu. Vitu vidogo vidogo, unapigiwa simu, halo uko wapi? Niko Nyerere Square. Wakati uko CBC. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine mpendwa kabisa unaona yuko mazingira anapiga simu, halo
Tukutane saa ngapi? Kwani sasa hivi uko wapi? Hapa niko ndani ya daladala naelekea. Wakati bado yuko kwenye viwanja hivi hivi. Hapa yuko kwenye haya maeneo ya NLCC, ila akiongea kwenye simu, nimeshapanda daladala na karibia mnada wa zamani. Mambo madogo madogo jinsi ambavyo tunayachukulia. Wimbo ulio bora 2:15. Tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo wadogo waiharibiwe mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo wadogo waiharibiwe mizabibu, maana mizabibu yetu inachanua. Sasa hapa ni kwamba kuna kuna maisha yale ya dhambi, au dhambi tumesema zile ndogo ndogo tunazihalalisha, tunaziishi, zinakuwa sehemu yetu. Kumbe vile vitu ambavyo tuna vidogo vidogo vinaondoa utukufu wa Mungu siku hata siku kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule Rumi anasema hivi 3:23 kama sikosea, anasema watu wao wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Dhambi ina tabia ya kuondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu anapoingia. Iwe kubwa unavyohisi kubwa na iwe ndogo unavyodhani ndogo. Madamu inapata nafasi ya kuingia kwenye maisha ya mtu, vile kidogo kidogo. Hapa wimbo robo anasema tukamatie mbweha wadogo wadogo waiharibiwe mizabibu. Maana yake ni vile vitu vidogo vidogo wakati mwingine tumevifanya vya kawaida na hatuoni kama ni issue. Yani imefikia wakati hata ile dhamiri kukuhukumu hicho kitu unapofanya imeacha ile dhamiri, kwa sababu kuna kitu kiendelea nacho sana, hata ile sauti uliokuwa unaisikia ndani ya kukwambia hicho kitu hapana huwa inaisha. Yani unakuwa sugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua hata ukiwa unadanganya, kuna kitu ndani kinakwambia unadanganya. Unajikaza tu, kwani haikuwa hivyo, haikuwa hivyo, lakini muone unasikia unadanganya. Sasa ukirudia mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, hivyo hivyo, baadaye utakuwa tu unasema uongo, husikii chochote. Ni jana kama leo, husikii hata dhamiri kuambia hilo jambo halimpendezi Mungu. Maana yake kile kitu kimesha kuwa sehemu ya maisha yako. Jamani wapendwa, hakuna dhambi ndogo wala kubwa. Labda unipe hilo andiko kwenye Biblia ambalo linatuambia kuna dhambi ndogo kubwa, na hizo labda zina tofauti kwenye hukumu yake. Kwamba dhambi ndogo ndogo kama kudanganya, kusema uongo, kusengenya watu wengine, kufanyaje, na kuzini, kuua, hizo zina kundi jingine. Umewahi kupata hilo andiko? Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna. Sasa hivi vitu ndio vinasababisha waamini ambao Mungu anasema kama niliyewaita ni hivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu. Sasa huu mtazamo ukishaanza kuweka makundi kwamba hiki tu ni kidogo naweza kusema uongo, hiki naweza kufanya hivi, unaendelea nayo maisha ukidhani bado uko sawa na Mungu, bado uko kwenye ile hatua ambayo Mungu anapendezwa. Kumbe umeshatoka, umeshaachana na Mungu, kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana, wala yeye hawezi kukaa mahali ambapo pana dhambi. Kwa hiyo hivyo basi ule mtazamo wote ambao tunakuwa nao, au namna ambao tunachukulia dhambi, tusizigawanye kwamba hii na hata ukitenda unaona hata toba yake unamwambia tu Mungu, hata wewe unajua mimi ni mwanadamu kama wanadamu wengine, ninaweza kukosea. Hiyo ndio toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Biblia anasema hivi, dhambi haitawatawala tena. Lakini kuna ile unajua kabisa, nimezini, unaenda kwa machozi, Yesu nisaidie, kweli nimezini, nimemkosea Mungu. Jamani, hakuna katika huu mtazamo au namna tunavyochukulia dhambi, hakuna kubwa wala ndogo. Zote madhara yake ni sawa. Yaani matokeo ya hizo dhambi zote zina athari ile ile. Kwa hiyo tusicompromise, kukubaliana kwamba hivi vitu vidogo vidogo naweza kuendea navyo, uongo tu, au tu kuchukua tu hiki, au kufanya tu hivi, ambona hiyo ni kawaida. Hapana, dhambi ni dhambi. Hakuna kubwa, hamna ndogo, dhambi ni dhambi na matokeo yake yako vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili ambalo litakuwa ni la mwisho ili tupate muda wa kuomba. Hizo tatu ziko ndani ya ile pointi ya kwanza, utakatifu ni kwa ajili ya kila muamini. Naamini sijakuacha. Sasa jambo la pili kubwa. La pili, utakatifu sio option. Sasa sio uchaguzi, Kiswahili kizuri. Maana yake ni lazima. Utakatifu sio option, yani sio uchaguzi kwamba nikijisikia naweza kuwa mtakatifu, lakini nikishindwa neema ipo.
utakatifu ni lazima. Hebu tuangalie Waebrania 12:14. Utakatifu ni lazima kwetu sisi tuaminio. Kama Baba yetu alivyo mtakatifu, na sisi imetupaswa kuwa watakatifu. Waebrania 12:14. Utakatifu sio option, yani kwamba nikijisikia naweza kutafuta utakatifu, nikijisikia naweza kufanya chochote. Hapana. Utakatifu ni lazima kwa mtoto wa Mungu. Utakatifu ni tabia ya mtoto wa Mungu. Waebrania 12:14. Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Naomba tusome wote hiyo Waebrania 12:14. 1, 2, 3. Jamani, Biblia inasema tafuteni kwa bidii. Mambo mawili hapa yametajwa, japo mimi nitajikita kwenye utakatifu. Anasema cha kwanza ambacho kinatafutwa kwa bidii ni kuwa na amani na watu wote. Yaani kuwa kwenye good harmony, yani kila mtu ambaye anayekuzunguka, muamini mwenzako, jirani yako, tafuta kuwa na amani. Tafuta kuwa na mahusiano naye mazuri. Tafuteni kwa bidii. Alafu B anasema na huo utakatifu tafuteni kwa bidii. Ndio maana nilisema utakatifu unahitaji jitihada za kwako pia. Ndio maana hapa anasema tafuteni. Ingekuwa ni kitu tu mtu anaokoka anakipata Biblia isingeandika tafuteni kwa bidii. Maana yake kuna vitu, ndio kama vile unaona Yusufu anaamua kuvua vazi anakimbia. Ile ni bidii ya kutafuta utakatifu. Daniel anaamua kukataa kile chakula cha mfalme ambacho kingewatia unajisi, ambacho kingechafua utakatifu wao. Ukisoma Daniel 1:9 anasema waliazimu moyoni mwao ya kwamba hawatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Manake wameamua moyoni mwao ya kwamba wanatafuta utakatifu kwa bidii, kwa gharama yoyote. Na unaona wakala maji na mtama, sio chakula chepesi. Wameacha tunasema vitu vya raha, vya starehe, vya nasa kwenye nyumba ya kifalme. Vyakula, unadhani mfalme angekula vyakula gani? Ndio ambayo ilikuwa buffet yao. Lakini wao walivyogundua kwamba vina unajisi ndani yake, akasema itatusaidia nini? Hapana, nyinyi kuleni, sitakunywa maji na mtama. Maisha yao yakawa hivyo kwa muda wote waliokaa pale. Sasa hiyo ndio gharama ya kutafuta utakatifu. Ndio maana nimesema utakatifu sio uchaguzi, sio hiari. Yaani sio kitu cha kujiamia kwamba nikijisikia naweza kutafuta utakatifu, nikijisikia neema ya kunibeba ipo. Biblia inasema tafuteni kwa bidii, na kujua kwamba ni requirement ya lazima. Anakuja kutufunga pale mbele. Anasema maana hakuna mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Hiyo inatusababisha ujue kwamba utakatifu ni requirement ya lazima, kwa sababu wote ndoto zetu ni kumwona Mungu. Kila mtu amemwamini Yesu, anaamini kilele, hatima ya maisha yake akamuone Mungu. Lakini Biblia hapa inatuambia tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa nao. Asipokuwa na nini? Na utakatifu. Ndio maana Mathayo 5:8 anasema heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Maana ke utakatifu ni moyo safi unaompendeza Mungu. Sasa ni muhimu kujua sisi kama waamini, sisi kama watoto wa Mungu, utakatifu sio hiari, sio uchaguzi kwamba naweza au nisiwe. Kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni. Hajasema mnaweza na ninyi kuwa. Amesema ninyi nanyi iweni. Ni agizo. Maana yake ni jambo la lazima, ni jambo la kulitafuta. Sisi kama watoto wa Mungu tutafute utakatifu kwa gharama yote. Na utakatifu una gharama, na utakatifu ni vita. Kuishi kwa utakatifu ni vita. Lazima utakutana na vikwazo na vitu vya kujaribu pia wa utakatifu wako, na majaribu ya kukufanya kukupima kwamba je, wewe wa utakatifu ni jambo la kweli umedhamiria kuliishi? Huo utakatifu unatoka ndani yako? Hiyo tabia ya utakatifu unayo? Ndio yale mambo kama yakina Yusufu, anapendwa na mke wa bosi.
Ungekuwa kijana sasa angesema si ndio fursa, nitakula malupulupu yote nayotaka kwenye hiyo nyumba. Lakini Yusufu akasema itanifaidia nini? Ndio nimeuzwa, niko utumwani, hakuna mtu anayenifahamu huku, hakuna mtu anayejua agano langu na Mungu, lakini kwa sababu alitafuta utakatifu ndani yake, akasema hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tutafute utakatifu? Na utakatifu ni lazima wala sio hiari. Jambo la kwanza, utakatifu ndio kigezo, requirement ya ushirika wetu na Mungu. Yaani maana yake ni nini? Huwezi kuwa na ushirika na Mungu kama una utakatifu, kwa sababu Mungu ni nani? Ni mtakatifu. Na ndio maana ametutaka sisi tuwe watakatifu, maana ushirika wetu na Mungu unajengwa kwenye ile tabia yake ya utakatifu. Ile Zaburi ya 15:1. Zaburi ya 15:1. Zaburi ya 15:1. Biblia inasema, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Swali. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? 2 anajibu, ni mtu yule aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake wote. 3, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenzie mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali waheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, huyabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamizi asiye na hatia. Mtu atendaye mambo kama hayo hataondoshwa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali kwa naulizwa, ni nani atakayeweza kukaa na Mungu mtakatifu? Ni nani atakayeweza kukaa kwenye hema ya Bwana? Ni nani atakayeweza kufanya ushirika na Mungu aliye mtakatifu sana? Kwa ujumla wake ni mtu aliye mtakatifu, kwa sababu hizi vitu vyote ambavyo vimetajwa hapa ndio tabia ya mtu mtakatifu. Anasema mtu aendaye kwa ukamilifu, mtu atendaye haki, asemaye kweli, sio uongo. Niko Msalatu wakati uko Veyulo. Mtu asemaye kweli kwa moyo wake wote, asiyesingizia, kusingizia maneno, hakumtenda mwenzio mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Sasa hivyo vinatajwa baadhi ya vitu vinavyoonekana kwa mtu anaweza kukaa kwenye kilima cha Bwana, kwa mtu ambaye anaweza kukaa katika utakatifu wa Mungu. Maana yake ni nini? Utakatifu sio option. Utakatifu sio kitu cha uchaguzi au cha hiari au cha kuamua. Kama una ndoto za kuwa na ushirika wa kudumu na Mungu, maisha matakatifu ni lazima. Yaani ni uchaguzi namba 1, kwa sababu huwezi kushirikiana na Mungu kama wewe hauna sifa ya utakatifu. Na ndio maana neema, uwezesho wa sisi kuishi maisha matakatifu Mungu ameweka ndani yetu. Ndio maana Roho Mtakatifu anatusaidia sana. Hata kama lingekuwepo jambo la kukukosesha, la kukufanya ukosee, Roho Mtakatifu atawahi. Ulitaka jibu fulani, unasikia sauti ndani, hilo jibu limezilishie ndani. Ulitaka ureact au upambane na jambo fulani kwa namna hivi, Roho Mtakatifu anakuambia nyamaza, hapa sio wakati wa kuongea. Tayari hapo amekusaidia kutunza utakatifu. Maana inawezekana ungeongea kuzidi mipaka mpaka ungekosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza kuishi kwa utakatifu kwa sababu ile neema ya Mungu na uwezesho wa Roho Mtakatifu ulioko ndani yetu unatusaidia. Lakini pia utakatifu ni kigezo muhimu kwa huduma yenye ufanisi. Kumbuka hivi viko ndani ile pointi, utakatifu sio kitu cha hiari, ni cha lazima. Huduma yote yenye ufanisi, effective service, inategemea kiwango chetu cha utakatifu. Ndio maana ile Timotheo wa 2:21 anasema nyumbani mwa Bwana kuna vyombo vingi. Wewe kwa muda wako utasoma mpaka 22. Anasema vipo vyenye heshima na ambavyo havina heshima. Lakini yule ambaye mtakatifu, maana yake aliyejitenga na hao, yeye atakuwa ni chombo cha kupata heshima. Maana yake chombo kitakatifu kitakuwa chombo cha kupata heshima. Maana yake ni nini? Ni kweli unaweza ukafanya huduma ya Mungu hauna utakatifu. Na kuna watu wanatumika lakini maisha yao sio maisha matakatifu.
wewe utakuwa ni chombo ambacho hakina heshima. Lakini mtu ambaye atakuwa amejitenga na kuamua kuishi maisha ya utakatifu, atakuwa chombo cha kupata heshima. Kwa hiyo maana yake huduma zetu, utumishi wetu mbele za Mungu, chochote ambacho tunachokifanya kama utumishi, iwe ni kuabudu, iwe ni maombi, iwe huduma yoyote unayoifanya katika mwili wa Kristo, requirement yake ya muhimu ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Requirement ya kwanza katika huduma yote unayoifanya ni utakatifu. Ni kweli unaweza kusema, mbona hata nilitoka kufanya kitu kibaya, lakini nilivyosimama Bwana alinitumia. Hata kama Mungu alikutumia, inawezekana kuna mtu aliomba sana, Mungu kanihudumie leo kwenye ile ibada. Wewe uchafu wako hautazuia Mungu asimsaidie yule, ila wewe na Mungu bado mtakuwa hamko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mwingine akiona Mungu amemtumia viwete wametembea, anasema hata kama ana dhambi, kumbe na viwete wanatembea, maisha ni yale yanaendelea. Usidanganyike. Chombo kilichojitenga kitakatifu kitakuwa chombo cha kupata heshima. Nakumbuka pia Biblia inasema, sio wote waniitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wangu, bali ni wale wanaodumu kuyafanya mapenzi ya Bwana. Lakini anasema wengine watasema, Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako. Bwana, tulifanya ishara. Maana yake kumbe huduma inatakiwa ibebwe kwenye msingi wa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitangulie tu kufanya vitu vile ambavyo unafanya kwa ajili ya Mungu. Wewe ni mtoaji, you are cheerful giver, mtoaji mzuri katika vitu vya kifalume, unafanya vizuri, lakini utakatifu uanze ili sadaka yako iwe na maana mbele za Mungu. Wewe unahudumu kwenye madhabahu ya Mungu, ili hilo jambo unalofanya liendelee kuwa na maana. Uwe chombo kitakatifu ambacho kinamfaa Mungu kwa kila kazi iliyo njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ile Timotheo wa 2:21, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Hicho chombo hicho. Ndio maana kwamba utakatifu ni requirement ya huduma. Huduma yetu katika mwili wa Kristo mbele za Mungu ni utakatifu. Lakini cha mwisho, utakatifu ni kigezo pia cha hakikisho la wokovu wetu. Hakikisho la wokovu wetu, kuokoka kwako kuna hakikisho na maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana pale anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambaye hakuna atakaye. Yani kuokoka tu ukaishia hapo, afu kaendelea kuishi maisha ya dhambi, halafu usitafute utakatifu, inakunyima kumuona Mungu, inakunyima kufika katika ufalme wa Mungu. Lakini ukaokoka, umeanza B, umeishi maisha matakatifu, utamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi katika hayo ambayo tumeyaona kwa hizi dakika chache, sasa tukapata nafasi ya kwenda mbele za Bwana kama kanisa. Hebu tukaombe Mungu alitakase kanisa lake, hili liwe ni kanisa takatifu. Yesu alisema amekuja kuliandaa kanisa lisilo na ila wala kanisa takatifu ndilo ambalo litamlaki Bwana mawinguni. Kanisa takatifu. Na utakatifu tukisema kanisa inaanza na mtu moja moja, alafu baadaye tunakuja kama kusanyiko. Hebu ombea ndani ya kanisa la NLCC, ukianza kujiombea mwenyewe kwamba Bwana, tupe roho ya utakatifu ikae ndani yetu. Maisha matakatifu ni sehemu yetu. Kwa gharama yoyote ile, tuwe tayari kuishi maisha matakatifu. Na hata wale ambao madamu wana utambulisho wa NLCC, hata kama hawajakuwepo kwenye ibada ya jioni ya leo, waombee neema kwenye maisha yao ya kila siku, waishi maisha ya utakatifu. Tuishi, anza kujiombea mwenyewe sisi kama watoto wa Mungu. Tuishi maisha ya utakatifu. Usisahau, utakatifu ndiyo tabia ya Mungu. Na Mungu ametuita sisi tuwe watakatifu. Basi naomba usimame ili tuende mbele za. Na ukijua pia kuna mambo yako ya siri, wewe ulidhani ni siri, hayampendezi Mungu. Huu ndio wakati wenyewe wa kutengeneza mambo yako. Huu ndio fursa yenyewe. Daudi alisema, nimemfanya uovu Mungu wangu. Nimemtenda Mungu wangu dhambi. Alijua kwamba ule uovu aliofanya ni kwa Mungu, na Mungu amemuona, ndio maana alitubu. Kwa hiyo na sisi tuenda mbele za Bwana kwa kumsihi toba. Ombe hata toba kwa ajili ya kanisa. Inawezekana kuna watu wana utambulisho wa NLCC, wanaendelea kuishi maisha ya dhambi.
Na dhambi ikiingia katikati ya kusanyiko, unajua kuna vitu vingine Mungu angetamani kuvifanya, dhambi ile inakuwa kama ukuta hata kwa watu wengine kumuona Mungu kwenye maisha yao. Tuombe rehema na toba kwa kanisa zima, hata kama niwe jiombe. Alafu baadaye tuombe Mungu litakase kanisa, msaidie kila mshirika, nisaidie mimi, muombe na jirani yako, tusaidie wote, tuwe na nguvu ile, neema ya kushinda, neema ya kutokutawaliwa na dhambi iwe juu yetu. Twende mbele za Bwana kwa ajili ya muda. Baba, katika jina la Yesu, ramasiki ilia makayanta rabakai, tunakushukuru kwa ajili ya jioni njema ya leo ambayo Bwana umetupa neema, Bwana umetupa kibali cha kuwa hemani mwako. Ninajua Bwana katika hili somo la utakatifu ambalo umelileta katika wakati huu, kuna majira, na katika kipindi na majira haya iko sababu ambayo Bwana unayo, iko hatua unataka kanisa lako tupige. Bwana, ninanyenyekea chini ya miguu yako nikisi neema na rehema zako katika maeneo yote ambayo tumeishi maisha yasiyokuwa na utakatifu. Bwana, ninaomba neema, Bwana ninaomba rehema zako. Bwana, ninaomba huruma zako, tusaidie, tusamehe Bwana. Maneno yetu yamekuwa yasiyofaa, mawazo yetu yamekuwa yasiyofaa, mitazamo yetu imekuwa isiyofaa Bwana, hisia